अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। जिंदा मजहब वही मजहब है। Mtukufu ayyadahullah taala Abdul Aziz anasema kwamba dini iliyo hai ni dini ile ambamo kudra ya Mwenyezi Mungu inaonekana daima, na siku hizi dini inayodai kuwa hai ni dini Islam, na hii si madai yake tu, bali Islam inaonyesha dalili yake pia. Mungu wa Islam ni Mungu yule ambaye hata siku hizi yeyote amtakaye anaweza kuongea naye, na anapokea maombi na anatoa majibu ya maombi, na anaonyesha kudra yake. Na katika zama hii kwa ajili ya kuonyesha kudra yake sawa na ahadi yake ambayo bishara yake ilitolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina alayhi salatu wassalam. Basi katika Waislamu jumuiya Ahmadiyya ni pekee ambayo hata leo pia inaamini Mwenyezi Mungu ni mwenye kudra pamoja na sifa zake zote, na jumuiya hii inayakini kwamba Mwenyezi Mungu hata mpaka leo ana kudra ile na anaonyesha kudra ile kama alikuwa anaonyesha tangu awali. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni khatamul anbiya, baada ya kuja kwake Mwenyezi Mungu alisema na alipanga kwamba ina neema zote zitakazopatikana na kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Vitu hivi vyote vitapatikana kwa kumpitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wassalam ambaye ni Masihi aliahidiwa na Imam Mahdi ni ashiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashiki ambaye Mwenyezi Mungu alimtuma kwa ajili ya kuisha Islam tena, na kisha aliahidi kwamba atatimiza
ahadi yake इस कादिर ya kufikisha ujumbe wake. और कामिल खुदा को sainam alah salatu wassalam anasema katika maandiko yake वजूद का सजदा kwamba जिसके हाथ से mwenyezi mungu ambaye ni mkweli katika ahadi yake, मखलूकात का sisi viungo vyote vyote vinamsujudu, के ज़हूर पजीर हुआ kila और जिसके वजूद से kiumbe वजूद कायम है और कोई चीज़ ना उसके इल्म से बाहर है kilichopatikana hapa kwa kudra ya mwenyezi mungu. ना उसके खल्क hakuna kitu ambacho ni nje ya elimu yake, और सलाम और रहमतें और बरकतें wala hakuna kitu ambacho सल्लम पर नाज़िल हों kisichozaliwa वो जिंदा bila kudra ya mwenyezi mungu, kilichozaliwa bila kudra ya mwenyezi mungu. अपनी हस्ती का आप sisi tulimpata yule mwenyezi mungu ambaye ni hai, ने और आप ambaye आदत निशान दिखला anaongea अपनी na kwa kufanya hivi anathibitisha kwamba yeye yupo, हमको na kwa kuonyesha nishani na miujiza सो हमने ana रसूल को पाया जिसने खुदा anathibitisha nguvu yake. को पाया जिसने अपनी कामिल ताकत basi sisi tulimpata mtume ambaye alituonyesha की कुदरत क्या ही mungu na अपने अंदर रखती alitupatia mungu mwenye nguvu aliyeumba kila kitu. नहीं पकड़ा और जिस kudra yake ni ya aina yake, कोई चीज कायम bila kudra yake hakuna kitu kilichopatikana बेशुमार बरकत na kilichozalika, और बेशुमार na bila msaada wake hakuna kinachoweza kubaki hapa duniani. Mungu wetu ni Mungu mwenye ahadi, mkweli, na ana kudra chungu mzima, na yeye anafanya ihsani. Hakuna min ghairi yake ambaye anaweza kuwa Mungu. Basi huyu ni Mungu wetu mwenye hai नबी ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituonyesha. एक जगह फरमाते हैं कि हम जब इंसाफ Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam तमाम kwa kueleza sifa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema दर्जे का kwamba sisi tunapoona kwa jicho la uadilifu tunaona katika silsila ya unabii nabii aliyepata daraja ya hali ya juu, na nabii aliyekuwa hai, na nabii ambaye ni mpendo wa Mwenyezi Mungu, tunaona ni mtu mmoja tu, yani yule ambaye ni kiongozi wa manabii wote, ambaye ni fahari wa manabii, जिसके जेरे साया ambaye jina lake ni Muhammad Mustafa na Ahmad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kwa kutembea chini ya kivuli chake, mtu akitembea siku 10, nuru inayopatikana दुनिया को दावत इस्लाम दे ilikuwa haiwezi kupatikana kabla yake, hata kama mtu anatembea miaka maelfu na maelfu. तमाम वो इंसान Na Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema, enyi watu wote ambao mnaishi hapa duniani, जोर के साथ na enyi wanadamu wote na roho ya wanadamu ambao mnaishi katika mashariki na magharibi, nasema kwa dhati sana kwamba हमेशा की ardhini नबी dini iliyo hai na iliyo na हजरत ukweli basi ni dini tukufu ya Islam. जिसकी रूहानी Mwenyezi Mungu hakutaka kwa ajili ya mtu mwingine yoyote kwamba abaki, lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hai, na हमरूल खुद और खुदा के na dalili yake ni kwamba kwa kutembea chini ya kivuli chake na kwa kumfuata tunapata baraka na neema za Mwenyezi Mungu. इस्लाम के मुखालिफिन का मुंह बंद करवाया ना सिर्फ इब्राहीम और Sayyidina alayhi salatu wassalam अल्लाह ताला की खास ताइदाद aliziba midomo ya maadui wote वो kwa dalili na kwa hoja, वो पेशगोइयां फरमाई na vile vile kwa kuwaonyesha nishani na muujiza kutoka kwa Mwenyezi Mungu. और फिर दुनिया ने देखा कि वो पेशगोइयां जो खुदा ताला से खबर पाकर Na Mwenyezi Mungu alimwambia habari ambayo na bishara ambayo ni Mwenyezi Mungu tu anaweza kujua kuhusu zile habari za siku zijazo. आपको इस्लाम का किस कदर दर्द था और इस्लाम के मुखालिफिन Na tunaona bishara zile zilitimia kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, मुकाम को गिराने वालों को
किस तरह sinam alah salatu wassalam alikuwa na uchungu wa islam kiasi gani किस na wale waliokuwa wakiangusha heshima ya islam sinam alah salatu wassalam alikuwa akiwahutubia namna gani इजहार आपकी सीरत में सीरत na सीरत लिखी है namna gani alikuwa akifanya maombi kwa ajili yao और मुतफरक लिटरेचर में भी इसका खूब खूब इजहार होता है na hali yake inapatikana katika मुखालिफिन का मुंह riwaya ambayo masahaba waliandika na vile vile katika vitabu vyake pia hali hii inapatikana अपनी बड़ाई के लिए नहीं बल्कि इस्लाम और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम tunaona kwamba kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa islam maombi ya sainama alah salatu wassalam yanapatikana katika vitabu vyake si kwa ajili ya kuonyesha शानों में से ubora wake bali ni kuonyesha na kuthibitisha ubora wa islam na mtume muhammad sallallahu alaihi wa sallam फरमाई फरमाते हुए katika nishani za कशी करो aina hii kuna nishani moja ambayo mwenyezi mungu kwa kumwelekeza alimpatia na alimwambia sainam alah salatu wassalam kwamba aende hushiarpur पेशगोई मुस्लिम मौत के नाम से जानता है na katika safari hii mwenyezi mungu alimpatia nishani ambayo ilikuwa nishani ya mwana aliyeahidiwa ये नरसे में na kila mwanajumuia anajua kwamba hii ni bishara ya mwana aliyeahidiwa na bishara hii जिनका पेशगोई ni ya yenye adhma sana उसकी उम्र लंबी उम्र yaani mwana atazaliwa katika muda fulani na atakuwa na sifa fulani na ataishi maisha mrefu के लिए तो ये पेशगोई vitu hivi vyote अज़्दियाद ईमान का बायस ni ishara kwamba ilikuwa bishara kuu कोई को पूरा होता देखा na bishara hii iliongeza imani ya watu wale ambao walishuhudia kwamba bishara hii ilitimia मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने na sifa zake huyu mwana aliahidiwa na kazi yake aliyoeleza sainama alah salatu wassalam katika bishara ile इस वक्त मैं इस पेशगोई के na watu walishuhudia kwamba bishara hii na kazi ile ilitimia katika sura ya muslim maud raziallahu taala anhu sasa hivi nitasoma maneno ya ile bishara जो मजमुआ mara chungu mzima tunasikia bishara hii na mikutano itakayofanyika hivi karibuni ninyi mtasikia bishara hii कि बेइल्हाम अल्लाह ताला बेइल्हाम अल्लाह ताला व sinam alah salatu wassalam anasema katika majmua isharat आलिम करीम kwamba बरतर ने जो हर ufunuo wa mwenyezi mungu अल्लाह शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु मुझको mwenyezi mungu mwenye enzi ambaye ana nguvu juu ya kila kitu देता हूँ उसी के मुवाफिक kwa kunifunulia ameniambia kwamba nitakupatia nishani ya rehema तेरी दुआओं को अपनी रहमत से बपाया sawa na maombi yako और तेरे सफर को basi mimi nimepokea maombi yako शाहपुर बताने का सफर था जो आपने किया na चिल्ला कशी के लिए safari yako hii ya hushiarpur तेरे लिए मुबारक कर दिया सो कुदरत और रहमत और कुर्बत का निशान uliofanya kwa ajili ya maombi basi nimefanya yenye baraka safari hii yako और फतह और जफर की कली basi unapewa nishani ya kudra na unapewa nishani ya fadhila za mwenyezi mungu na unapewa ufunguo wa ushindi ewe muzaffar मौत के पंजे iwe salamu juu yako और वो mwenyezi mungu amesema hivi ili wale ambao wanataka uhai waokolewe katika mauti मर्तबा na wale ambao wamelala makaburini watoke nje kutoka makaburini आ जाए और बातिल अपनी ili shani ya mwenyezi mungu idhihirike juu ya watu कि मैं कादिर हूँ na haki ipate ushindi na batili ikimbie ili watu wajue kwamba mimi ni mwenye kudra कि मैं nafanya ninayotaka और ता उन्हें जो खुदा के वजूद पर ईमान नहीं लाते ili watu wawe na yakini kwamba mimi niko pamoja nawe मोहम्मद मुस्तफ़ा na ili wale ambao hawamwamini kwamba mwenyezi mungu yupo की निगाह से देखते हैं na खुली निशानी मिले और मुजरिमों की राह जाहिर हो wanakataa islam na mtume muhammad sallallahu alaihi wa sallam wao pia apate nishani waziwazi की गुलाम basi लड़का तुझे मिले unapewa bishara kwamba unapata mwana mwema aliyeahidiwa तेरी ही जुर्रियत
mwana ambaye atazaliwa खूबसूरत पाक katika begu yako na atakuwa kizazi chako. और बशीर भी है। Mwana मुकद्दस रूह दी mwema anakuja है पाक kama ni mgeni, jina lake ni Emmanuel na Bashir. Amepewa roho takatifu, उसके साथ फजल है yeye ni nuru ya Mwenyezi Mungu. Mwenye baraka ni yule ambaye anakuja kutoka mbinguni, pamoja naye fadhila itakuja ambayo itashuka pamoja naye. Atakuwa na shani sana na atakuwa na mali nyingi sana. Atakuja duniani na kwa sababu ya baraka yake na kwa sababu nafsi yake atawaokoa watu katika maradhi. वो सख्त ज़हीन व फहीम होगा और दिल का हलीम। Yeye ni neno la Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu amemtuma kwa neno lake. Atakuwa na mwenye akili sana na atakuwa mpole wa moyo na atapewa elimu ya kidhahiri na ya kiroho. Yeye atamfanyia tatu kuwa nne, कान अल्लाह नज़ल मिन अस्समा mazharul awwal wal akhir, mazharul haqq wal ala, kaanallah nazala min as-samaa. नूर आता है नूर जिसको खुदा Kushuka kwake itakuwa yenye baraka na itakuwa kama ni jalali ya Mwenyezi Mungu. Nuru inakuja आया उसके सर पर होगा। वो जल्द ambaye Mwenyezi Mungu amempatia rehema yake na sisi tutatia nuru ndani yake. और कौमें उस Atakuwa haraka na atawaokoa wafungwa katika gereza na atapata umashuhuri katika kila pembe ya dunia, na mataifa yatapata baraka kutoka kwake. Kisha ataaga dunia hii, wakana amrullahi makzia. तो जैसा कि मैंने कहा यकीनन Hii katika majmua isha jalada la kwanza bishara hii inapatikana. उसका आपने Sawa na bishara hii, bila shaka halifa mtukufu wa pili alikuja na mwaka 1944 alitangaza baada ya kupata habari kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni mwana aliyeahidiwa sawa na bishara ile. से किए जाते हैं जैसा कि मैंने कहा आइंदा चंद दिनों में जो Na kwa sababu ya kutimia kwa bishara hii इसलिए tunasherekea mikutano ya Muslimaut, na hivi karibuni katika jumuiya mbalimbali mikutano hii itafanyika ili kila mwanajumuiya ajue kwamba bishara hii ilikuwa kubwa sana na ilitimia kwa shani sana. बयान पहले भी कर चुका हूँ लेकिन फिर भी सवाल करते Hapa niwaambie wale watu ambao kwa sababu ya athari ya dunia हैं ये साल गिरह wanauliza maswali, yani kuhusu kusherekea kwa siku ya kuzaliwa, नाकाफी है। na wanauliza maswali ili wapewe ruhusa ya kusherekea siku ya kuzaliwa kwao. Hawa watu ni wale ambao hawana elimu ya dini. Wanasema ikiwa sisi tunasherekea siku ya Muslih Maud raziallahu taala anhu, kwa nini hatusherekei siku za mahalifa wengine, na kwa nini hatusherekei siku ya kuzaliwa? Na kwa sababu ya hii wanataka kupata hoja ili washerekee siku zao za kuzaliwa. Nieleze hapa waziwazi kwamba halifa mtukufu wa pili raziallahu taala anhu मसीसानी की पैदाइश sisi hatusherekei siku yake ya kuzaliwa. Halifa mtukufu wa pili alizaliwa tarehe 12 wa Januari mwaka 1888 katika Januari, na bishara hii ambayo ilitolewa 18 miaka mitatu kabla ya kuzaliwa kwake. की नशत सानिया Sisi tunasherekea siku ya bishara hii पेशगोई एक ambayo ilifanyika tarehe 20 ya Februari 1888, na hii ilikuwa bishara kwa ajili ya kuisha Islamu tena duniani, na ilithibitisha baadaye kwamba bishara hii ilikuwa kwa ajili ya kuisha Islam. मैं दो बातें बयान करूंगा। Mimi nitachagua alama mbili katika bishara hii, मुस्लिम मौत करार दिया और kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam कि अपनी हालत alimwambia nani ni Muslih Maud, उनके दिली कैफियत na Hadrat Muslih Maud raziallahu taala anhu mwenyewe hali yake और मुस्लिम उम्मा के बारे में क्या थी na hali ya moyo wake kuhusu Islam कि जो na kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuhusu umma wake ilikuwaje. इनको 52 पॉइंट बनते हैं। ये बहरहाल जैसे कि मैंने कहा Katika wakati huu mdogo siwezi kueleza
alama zote zinazopatikana katika bishara hii kwa sababu ni alama 52 को मुस्लिम मौत की पेशगोई का मिस्ताक sainam alah salatu wassalam mwenyewe pia alisema kwamba sayidina mirza bashiruddin mahmud radhiallahu taala anhu ni mwana aliyeahidiwa sawa na bishara. खजाइन की जिल्द 15 anasema sayidina ahmad alah salatu wassalam katika triakul qulub महमूद जो मेरा बड़ा बेटा है jalada la 15 katika ruhani khazain ukurasa 219 kwamba mahmud ambaye ni mwanangu mkubwa 1888 का जो इश्तिहार kuhusu kuzaliwa kwake दिसंबर kipeperushi जो सब्ज रंग के कागज पर kilitolewa tarehe 10 ya julai 1888 ये भी लिखा गया na kipeperushi kile tangazo lile lilikuwa katika karatasi yenye rangi ya kijani na tangazo liliandikwa kwamba huyu mwana atakayezaliwa atapewa jina mahmud सदहा na kipeperushi kile kilisambazwa sana katika idadi ya maelfu na maelfu na 1888 के इश्तिहार में hata watu wengi watakuwa wanacho bado kile kipeperushi घर में मौजूद होंगे। फिर जबकि इस पेशगोई की शोहरत बजरिया इश्तिहारात कामिल दर्जा पर पहुंच चुकी na kila mmoja atakuwa na kipeperushi kile nyumbani kwake जो इससे बेखबर हो basi bishara hii iliposambazwa sana जनवरी na wote wakristo waislamu na baniani wote walipewa bishara kuhusu kuzaliwa kwa huyu mwana aliyeahidiwa. बरोज शंबा basi tarehe 12 wa januari 1889 siku ya jumamosi mahmud alizaliwa तकमील तबलीग na मोटी कलम से लिखा mimi nilitoa bishara katika tangazo lile kwamba huyu mwana atazaliwa कार में ये इल्हाम इसरे माऊद की निस्बत है na katika tangazo lile niliandika masharti 10 ya bayat pia na katika ukurasa wa 4 niliandika kwamba ilham hii ni kuhusu mwana aliyeahidiwa तू मालूम na hii ni katika lugha ya kiajemi देरामदा जेराह दूरामदा कि ए रसूलों के फ़ख्र तेरा खुदा के नज़दीक मुकाम कुर्ब मुझे मालूम हो गया है तू देर से आया है और दूर के रास्ते से आया है yani ewe fahari ya manabii अपनी किताब nimeshapata ukaribu wako na mwenyezi mungu umekuja रूहानी खजाइन kuchelewa lakini umekuja katika njia ya karibu kisha katika kitabu kitwacho siraju manir ने अपने ambayo ni katika की निस्बत की jalada la ruhani khazain 12 anasema sainam alah salatu wassalam kwamba इस पेशगोई bishara ya 5 ilikuwa kuhusu mwana aliyeahidiwa किए गए थे na nilisema atapewa jina la mahmud na kwa ajili ya चाचे वो लड़का kuchapa bishara hii और अब kipeperushi kilitolewa chenye rangi ya kijani na mpaka leo kile kipeperushi kinapatikana na yule mwana ameshazaliwa na yupo katika miaka wa 9 katika umri wake ऐसा ही kisha katika kitabu chake kitwacho hakikatulwahi ambacho ni katika jalada la 22 za ruhani khazain anasema kwamba mwanangu के दोस्तों और ईसाई wa kwanza alipozaliwa yani aliyozaliwa kabla ya sina muslima radhiallahu taala anhu mashehe na wakristo na baneani walifurahi sana kwa sababu ya kufariki kwake waliambiwa mara kwa mara kwamba bishara iliyotolewa katika tarehe 20 wa mwaka 1888 ilikuwa bishara kwamba watoto wengine pia watazaliwa na watafariki lakini watu waliendelea kutoa shutuma zao इस दूसरे लड़के के पैदा होने के बारे kisha mwenyezi mungu alinipatia bishara ya mwana aliyeahidiwa में दूसरा नाम महमूद na bishara yake inapatikana katika kipeperushi kile kilichotolewa katika rangi ya kijani na jina lake ni mahmud के वादे के मुवाफिक na yeye tarehe mosi wa september mwaka 1888 bado hajazaliwa lakini sawa na ahadi ya mwenyezi mungu lazima huyo mwana atazaliwa mbingu na ardhi inaweza दे रहे हैं हकीकतुल वही में जिसके kutoweka lakini lazima bishara hii inaweza kutimia लड़का पैदा हुआ जिसका नाम महमूद रखा गया sawa अल्लाह ताला जिंदा मौजूद है na bishara hii januari 1888 alizaliwa रूहानी खुदाइन की
na mpaka leo yupo hai na umri wake sasa hivi ni miaka 17 महमूद है अभी वो पैदा नहीं kisha triakul kurub katika triakul kulub sinam alah salatu wassalam anasema kwamba mwanangu wa kwanza yupo hai na jina lake ni hai alikuwa bado hajazaliwa nilipewa bishara katika ruya na niliona jina lake katika ukuta wa msikiti na niliona jina lake mahmud kisha nilitoa tangazo katika kipeperushi chenye rangi ya kijani और अब तक इसमें से बहुत से इश्तिहारात मेरे पास मौजूद हैं फिर ज़मीमा na kipeperushi kile kilitolewa katika idadi ya maelfu na bado ninayo kiwili chake kisha katika kitabu chake kitwacho anjameathum ambayo ni jalada la 11 ya ruhani khazan anasema sayyidina alah salatu wassalam kwamba hawa watoto watatu इस सब ambao wako hai na wamezaliwa kabla ya kuzaliwa kila moja bishara ilitolewa mwana mkuu kabla ya kuzaliwa kwake bishara yake ilitolewa pamoja na jina lake mahmud सब्ज रंग के ambayo ilitolewa baada ya kufariki kwa mwana wa kwanza इस्लाम अपने बेटे na tangazo lile lilitolewa juu ya karatasi yenye rangi ya kijani बेटे का sinam alah salatu wassalam जिसने दुनिया में एक ana आज भी बहुत लोग इतराज करते हैं इसलिए मैंने बता alikuwa na imani kwamba hazrat muslimau razillah taala anhu ni mwana aliyeahidiwa कि 52 साला खिलाफत ambaye alileta mapinduzi duniani इस अजीम पेशगोई halifa mtukufu wa pili almuslim maud uhalifa wake wa miaka 52 ni shahidi ni kwamba bishara hii ilitimia दर्द से भरी हुई हैं maandiko yake vitabu vyake na hutuba zake सल्लम के मुकाम को दुनिया में कायम करने के लिए आपके दिल में था imejaa na uchungu इस बात का मुंह बोलता सबूत है ambayo alikuwa nayo kwa ajili ya kuimarisha islam na kuthibitisha बात में जिक्र फरमाया na kueneza heshima ya islam duniani जो 52 hii ni dalili से 58 kwamba mwenyezi mungu alimjaalia elimu ya hali ya juu तो पेशगोई में हर जो पेशगोई में जितने भी na sifa alizokuwa nazo 52 मौत रज़ियल्लाहु अन्हु tukichunguza जिंदगी में हमें alama hizi जैसा कि मैंने कहा था tunaona kwamba बात बातें करूंगा kila alama ilipatikana katika maisha ya hadrat muslimau raziallahu taala anhu जिनसे kama nilivyosema kwamba kuhusu hii pia nitazungumza na sasa nitaeleza baadhi maandiko ya hadrat muslim maud raziallahu taala anhu एक जगह अपनी एक तकरीब में आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के मुरसल जब आते हैं kwa kusoma maandiko haya inaonekana waziwazi kwamba alikuwa yenye ये समझता है elimu sana anasema hadrat muslim maud raziallahu taala anhu kwamba manabii wanapokuja तो वो इस काम की yeyote anayeingia katika jumuiya yake anaona kwamba hakuna anayeweza kufanya कि वो मजनू kazi ya dini isipokuwa mimi मसीह माऊद अलैहिस्सलातु na kwa ajili ya hii anatumia nguvu yake yote इस किस्म की आवाज bali anakuwa kama ni mwenda wazimu बेवक्त हुई है sinam alah salatu wassalam alipofariki basi niliisikia sauti ya aina hii kwamba sinam alah salatu wassalam amefariki mapema kabla ya kukamilisha kazi yake ये कहते watu walikuwa hawasemi kwamba nauzubillah sinam alah salatu wassalam ni muongo lakini wanajumuia wengine walikuwa wakisema kwamba sinam alah salatu wassalam amefariki wakati पूरी नहीं हुई ambao sinam alah salatu wassalam alikuwa bado hajafikisha ujumbe wa mwenyezi mungu kisawasawa इस किस्म के फिक्रात सुने तो मैं आपकी लाश के सरहाने na जाकर anasema muslim radhiallahu taala anhu kwamba umri wangu ulikuwa miaka 19 wakati huo niliposikia shutuma hizi basi nikasimama karibu na maiti ya sinam alah salatu wassalam na nikafanya maombi na nikasema kwamba mola wangu huyu alikuwa mpendwa wako na madamu alikuwa hai kwa ajili ya kuisha na kuimarisha dini yako alifanya juhudi na alitoa dhabihu ya kila aina sasa ikiwa wewe umemfisha na watu wanasema kwamba amefariki mapema kabla ya kumaliza kazi yake जनाजा बिखर जाए इसलिए ए खुदा मैं तो इस labda
labda mambo haya yanaweza kugeuza watu wengine, lakini mola wangu, mimi nakuahidi kwamba hata kama jumuiya yote inageuka katika dini yako, lakini mimi nitasimama kwa dhati na kwa imara. के अंदर एक ऐसी आग भर दी कि मैंने Na niliahidi wakati huo kwamba nitafanya kazi hii, और बाकी तमाम मकासद को छोड़कर na एक मकसद अपने mwenyezi mungu alijaza shauku sana ya जिस काम के dini tukufu ya islam, वो अब मैं na nililenga lengo hili tu katika maisha yangu yote, kwamba nitatimiza lengo la kuja kwa sainama alah salatu wassalam katika maisha yangu. अहद कि उस वक्त मैंने Na hali ile ambayo ilipatikana wakati huo ndani ya moyo wangu, mpaka leo naona kwamba inaendelea kuboreka na inaendelea kupatikana katika sura ya aina mbalimbali. मुझे इस मजबूती के साथ Basi ile ahadi inaniongoza, मुखालफत के सैकड़ों na दुश्मन मेरे ile ahadi मगर वो ina के साथ टकरा कर inanisaidia kwamba niko baki juu ya ahadi yangu खड़ा किया kwa imani sana. कि हर कोशिश Tufani ya upinzani ulipambana nami, lakini wote walishindwa, ताला ने अपने खास na mwenyezi mungu मुझे हर मौके पर alirudisha कामयाबियों का hila yote ya maadui juu yao. Na kwa fadhili ya mwenyezi mungu, kila wakati mwenyezi mungu alinipatia ushindi, कि आपकी वफात बेवक्त हुई kiasi kwamba wale watu ambao walikuwa wakisema wakati wa kifo cha sainam alah salatu wassalam kwamba amefariki mapema kabla ya kumaliza kazi yake, kwa kuona kazi yake walikuwa na shangaa sana. ये आपके मजलिस की तकरीर जो मैंने बयान की है, इसके बाद फिर इसका तसलसल चल रहा है। इसके बाद आपने जमात को भी तवज्जो दिलाई कि जमात के हर शख्स की भी जिम्मेदारी है कि इसने अपने अंदर Kisha saidna admuslemau raziallah taala anhu alisihi jumuiya kwamba ni jukumu la kila mwanajumuiya kwamba awe na roho hii ndani yake, kwamba yeye atafanya kazi ya jumuiya, एक अहद करें और जो ये अहद करेगा कि हर हाल में yani kufikisha ujumbe wa sinama alah salatu wassalam ni jukumu langu, na aahidi तो katika maisha yake, na yeyote atakayeahidi kwamba katika kila hali nitatanguliza huduma ya dini juu ya kila kitu, basi katika hali hii को inatakiwa हासिल करना था ieleweke kwamba baada ya kumpokea sinam alah salatu wassalam कि आपके मिशन को आगे ले जाना। ndipo mtapata lengo lenu katika maisha yenu, नई रूह पैदा हो जाएगी na kazi lengo lile ni kufikisha ujumbe wa sainam alah salatu wassalam na kuendelea na kufikisha. फिर Ikiwa tukifanya hivyo, basi shida zote zitakazopatikana njiani hazitakuwa na nguvu wala hazitakuwa na इंसानी ने कि असल चीज hazitaleta wasiwasi aina yoyote. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba इस्लाम के नाम से आपने फरमाया असल चीज दुनिया में इस्लामिस्तान का क्याम है। kitu chenye asili ni kutayarisha Islamistan. इस्लाम का झंडा दुनिया के तमाम ममालिक में लहराना है। हमने फिर Sisi kazi yetu ni kujumuisha waislamu wote katika mkono mmoja. दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है। Sisi हमें पाकिस्तान tuta के बुलंद होने पर भी खुशी होती है। हमें मिस्र के झंडे tutafikisha jina la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kila pembe ya dunia. Sisi tunafurahi bendera ya Pakistan inapoinuliwa, na tunafurahi bendera ya Iran na nchi zingine za Islam bendera yao inapoinuliwa tunafurahi. Lakini tutafurahi kwa kweli wakati waislamu wote watakapojumuika na wataweka msingi wa Islamistan, na sisi tutarudisha heshima ya Islam tena duniani. साफ को दुनिया में कायम करना है Sisi और हम tutathibitisha serikali ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniani, इस्लामिक यूनियन na tutathibitisha uadilifu duniani, है जो दुनिया में हकीकी अमन कायम करेगा। na sisi काश के पाकिस्तान के tuta आजकल के लीडर और उलमा tutathibitisha kwamba Pakistani वो इस बात ni ngazi ya uadilifu. फरमाते हैं कि हर Huzur anasema kwamba lao viongozi wa Pakistan wangeweza kuelewa jambo hili. हक दिलाएगा। Anasema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba
सिर्फ kila मदीना ही इंशाल्लाह mwanajumuiya atathibitisha amani na atampatia kila mmoja mwenye haki yake की बड़ मालूम होती हैं, मगर na बहुत से अजीम maka na madina itapata ushindi. Labda siku hizi inaonekana kwamba maneno haya ni maneno ya mwenda wazimu, lakini watu walioleta mapinduzi duniani, watu waliwaita mwenda wazimu. Hata watu wakiniita kwamba mimi ni mwenda wazimu si ajabu. Mimi moyoni mwangu nina shauku na jazba, na kwa sababu ya hii sipati utulivu के नाम को दुनिया के कोने कोने में फैलाना चाहिए। kuhusu islam. Basi mi nataka करीम की हुकूमत kufikisha islam katika kila pembe ya dunia. मैं नहीं जानता, Nataka kufikisha ujumbe wa Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam katika kila pembe ya dunia. Nataka kuthibitisha heshima ya islam duniani. Sijui jambo hili litatokea katika maisha yangu au baada ya kufariki kwangu, lakini ninajua kwamba katika खुदा मुझे तौफीक दे ghorofa ya islam nataka kuweka jiwe moja au mawe या kiasi mwenyezi mungu atanipatia uwezo wa kuweka. इतना ऊंचा ले जाने Nataka kukamilisha ghorofa hii और मेरे जिस्म का हर ya islam au nataka kuinua ghorofa hii काम में kiasi mwenyezi mungu atakaponipatia uwezo na nguvu, दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी na kila nguvu yangu ते में हायल नहीं होगी। na kila kiungo changu kitatumika katika kazi hii. जिसने अपने दिल की तड़प, Hakuna anayeweza kuleta kizuizi katika ahadi yangu hii. हम जब यौम मुस्लिम आउट Hii ilikuwa ahadi ya maana aliahidiwa की यौम मुस्लिम na alioeleza hali ya moyo wake mbele yetu. तड़प Siku hizi ikiwa tunasherekea siku ya Muslih Maud, अंदर पैदा करे। na kusherekea kwa siku ya Muslih Maud kwa kweli itakuwa wakati kila mmoja wetu au wengi wetu watakuwa na hali hii हमें mioyoni mwao kwamba malengo yetu ni ya hali ya juu, आला तब्दीलियां भी na kwa ajili ya kupata malengo haya tunatakiwa tuwe खुदा ताला na azma इस्लाम का दर्द na tulete mapinduzi ndani yetu, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत का na tuwe karibu na Mwenyezi Mungu, na tuwe na uchungu wa Islam mioyoni mwetu, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु na tuwe na mapenzi na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mioyoni mwetu, na tueleze hali ya mapenzi yetu. वो ये गहरा मतलब भी अपने अंदर रखती थी। Sayyidina alayhi salatu wasalam alitoa bishara ya kuzaliwa kwa mwana mwenye sifa chungu mzima. जिस मिशन को तू लेकर उठा है वो Mradi wake ilikuwa hii kwamba Mwenyezi Mungu alisema kwamba hii silsila yako haitabaki mpaka uhai wako, जो उलुल अज़्मी में na ujumbe ulioleta hautakwama mpaka maisha yako. में फैलाने की Hata baada ya kufariki kwako, mwana aliyeahidiwa सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम atakayezaliwa, में गाड़ने के लिए yeye atakuwa mfano wako kwa ajili ya kueneza Islam, na kwa ajili ya बेटे तक kuinua bendera ya Islam atakuwa na moyo sana huyu mwana aliyeahidiwa. सोने तक ले जाने के लिए Kisha si kwamba ujumbe huu से अल्लाह ताला utakwama mpaka huyu mwana aliyeahidiwa, bali ने जारी रहने का भी वादा फरमाया। Mwenyezi Mungu alimwahidi Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwamba uhalifa utapatikana katika jumuiya ऐसे सुल्तान na itaendelea, uhalifa utaendelea na utaendelea kusukuma kazi hii mbele, आगे बढ़ाने के लिए na halifa mtukufu wa pili atapata wasaidizi इसके मददगार बने। wa aina hii ambao watasukuma हमें ujumbe wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. मौद अलैहिस्सलाम की सदाकत की दलील के तौर पर दिखाई देती है। Basi इस बात की तरफ siku hizi कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ikiwa tunaona kwamba bishara hii ni dalili ya kuthibitisha ukweli wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, इत्तला दी थी upande mwingine और जिस तरह inaonekana kwamba उस बेटे ने Mwenyezi Mungu alimpatia bishara ya mwana aliyeahidiwa yenye sifa sana. जमात Huyo mtoto alionyesha njia ya kupata maendeleo सूरत पैगाम पहुंचाने के लिए na kupiga hatua mbele jumuiya hii, नताइज हर रोज नई शान से जाहिर होते चले जा रहे हैं। na yeye alithibitisha nidhamu ya aina hii अहमदी
kwamba tunaona matokeo yake mazuri kila siku आज अल्लाह ताला के फजल से na kwa ajili ya kuthibitisha nizamu hii inatakiwa kila mwanajumuiya atoe sehemu yake na ajitahidi अफ्रीका में भी ये निज़ाम कायम siku hizi kwa fadhili za mwenyezi mungu nizamu hii inapatikana katika nchi za arabuni, nchi za asia, katika nchi za afrika, katika nchi za ulaya, katika marekani pia na katika australia pia जमात कायम na katika visiwa mbalimbali pia nizamu hii ya jumuiya inapatikana वहाँ वो इस बात की sehemu yote ambapo jumuiya mwanajumuiya ज़ात की इस्लाह तक हम anakuwa sehemu ya jumuiya hii को भी संभाल wanatakiwa azingatie jambo hili kwamba sisi hatutakiwi kwamba turekebishe hali yetu tu au turekebishe vizazi vyetu tu bali tunatakiwa kwamba सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा tuwe na imani hii kwamba kwa kuwa na sehemu ya nizamu hii उसे कभी नहीं भूलना और इसके लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार रहना और उस वक्त तक hatutasahau majukumu yetu मकसद को हासिल न कर ya kueneza umoja wa mwenyezi mungu duniani na kuinua bendera yake इस अजीम मकसद na hatutakaa kwa utulivu mpaka tupate jukumu letu katika maisha yetu कोने में na tutawalea vizazi vyetu kwamba wao pia wawe na hamu hii na shauku hii और इसको दुनिया kama niliyosema kwamba katika kila kona ya dunia jumuiya inapatikana बहुत बड़ा हाथ na अल्लाह ताला के फजल से kwa ajili ya kueneza jumuiya hii duniani जब मुस्लिम मौत की पेशगोई के पूरा होने पर जलसे करते हैं तो अपने sayyidina muslim maud raziallahu taala anhu alifanya kazi kubwa sana एक ndiyo maana कामों की एक में kwa kutimia bishara hii tunasherekea na tunafanya mikutano नए सिरे से तजदीद करने वाली हो और उन ख्वाहिशात को भी सामने रखें जो मुस्लिम मौत रज़ी ताला अन्हु ने बयान फरमाई और जिसका मैंने जिक्र किया है na katika mikutano hii मुल्क का रहने वाला अहम muzingatie कोशिश करे कि हम hamu ya na इस्लामिस्तान कायम करें na shauku ya hadhrat muslim maud raziallahu taala anhu aliyokuwa nayo जो हमारे आका kwa hiyo kila mwanajumuiya aahidi kwamba sisi वसल्लम ने tutatengeneza islamistan duniani islamistan पाकिस्तान बनाना है ambayo जो लोग जो अपनी mtume muhammad sallallahu alaihi wa sallam alitaka kutengeneza na कदरें कायम करने वाला हो ता दुनिया के को ये पता चले कि आ हजरत सल्लल्लाहु na islamistan hii tutatengeneza kwa kutimiza haki za wanadamu na haki za mwenyezi mungu ili dunia ijue kwamba mtume muhammad sallallahu alaihi wa sallam alikuwa muhsin wa wanadamu wote बनाना है ये भी हमारा मकसद है कि अगर kila nchi ya waislamu बातें थी ni kazi yetu kwamba tuwaambie na tuthibitishe juu ya hawa मुस्लिम nchi za waislamu kwamba जो आज जमात अहमदिया ने करना है पर हमने हर hii ndiyo इस्लामी मुल्क ni kazi ya hazrat masih maud alahi salatu wassalam na alikuja kufanya kazi hii na jumuiya itafanya kazi hii हमारी मुखालफत में ये लोग हमारी बात नहीं सुनते तो तड़प तड़प na tutawaambia haya ni majukumu yetu ये इस बात को समझने ikiwa watu hawa hawakubali basi पाकिस्तान हो tunatakiwa tufanye maombi sana या मिस्र हो kwa moyo wote शाम हो या ईरान हो ili watu waweze kuelewa ujumbe huu या सूडान हो iwe pakistan misri iran indonesia malaysia रहकर sudan कोई बताना होगा कि तुम au iwe nchi yoyote ya islam तुम्हारी साख ni ka jukumu letu tuwaambie kwamba ikiwa nyinyi mnafanya juhudi kwa kujitegemea kila mmoja mnaweza kupata heshima सोचेंगे nyinyi nyote wakati mtakapojumuika na mtakapokuwa वो अपने मुल्क chini ya mkono mmoja na mtakapokuwa wa kweli kuhusu islam na huu ndio ni ujumbe tunatakiwa tuwapatie nchi hizi zote za islam करनी चाहिए na waislamu watapata mafanikio na maendeleo wakati watakapofikiria kuhusu islam उनके अरबाब हल sisi tunatakiwa tufanye juhudi kwa ajili ya misri na kuhusu siria na kuhusu libya pia देते रहे tunatakiwa
tuwafikishie ujumbe huu जुल्म करते रहे, kwamba ikiwa nyinyi mnaendelea kutanguliza makabila yenu na kwa ajili ya hii mkiendelea kufanya dhulma, मुल्की लिहाज से ना ही basi nyinyi mtapoteza nchi zenu kwa mikono yenu wenyewe, बल्कि कमजोरी बढ़ती जाएगी और गैर तुम्हें अपने पंजे में ले na hamtapata nguvu katika nchi yenu, wala waislamu kwa jumla hawatapata nguvu, bali mtaendelea kuwa dhaifu. जकड़े भी जा सकते हैं। बस Kisha ये पैगाम देना है isije ikatokea kwamba waislamu tena wawe watumwa. कि रसूल की फिक्र Basi tuwapatie ujumbe huu kwamba और फिरकों की नाजायज तरफदारी न करो, kwamba msitangulize faida na masilahi yenu, बैठो। wala रादियत कायम रखने के बजाय इस्लाम msilenge को कायम करने की कोशिश करो। makabila wala makundi, इस अजमत pengine mtangamia, जिस शख्स को भेजा है bali mujitahidi kuthibitisha adhma na heshima ya islam. हासिल करने के लिए मौके के लिहाज से Kwa ajili ya kazi hii mtu ambaye mwenyezi mungu alimtuma, basi mumfuate huyo mtu. हर मुल्क में रहने वाले अहमदी ने अपना ये किरदार Sawa na hali tunatakiwa tuwafahamishe, na kisha kwa kufanya maombi pia tufanye kazi hii, na kila mwanajumuiya anatakiwa aendelee kufanya hii, kama niliyosema mwaka jana kwamba kila mwanajumuiya मौत के मुकासद anatakiwa ajitahidi kurekebisha hali ya dunia hii, इस्लाम के na kwa kufanya hivi तकमील है, बल्कि आ- सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के timize malengo ya hadrat muslim maud raziallahu taala anhu, से हम ambayo ni kufikisha ujumbe wa sainam alahi salatu wassalam, दौर na में बढ़ते चले जाने का दौर है। mpango huu ni kuleta dunia nzima chini ya bendera ya mtume muhammad sallallahu alaihi wa sallam. huu ni wakati wa kuenea ufisadi duniani, अहमदियों को, na इस्लामी मुल्क को भी और मुस्लिम nchi isiyokuwa ya nchi za waislamu wao pia wanaangalia अपने दायरे hazina ya nchi za waislamu. में चाहिए। और इसके लिए सबसे बढ़कर जैसा कि मैंने कहा, Sisi tunatakiwa अल्लाह ताला tufanye मुसलमान मुल्कों के सियासत juhudi na tuimize majukumu yetu sawa na uwezo wetu, ili पर सोचें। hawa maadui wasiweze kunyang'anya mali ya waislamu. उलूम और रूहानियत में बड़ा हुआ समझते mwenyezi mungu ajalie kwamba watu wafikirie kuhusu islam, और अपने मुखालिफ wasitangulize masilahi yao, और हुक्मरानों को लड़ाने के बजाय na wao badala ya kutanguliza masilahi yao waweze kuelewa mafundisho ya qurani tukufu, सूरत हाल na wao wafanye kazi yote kwa uchamungu. पर अमल करना है। और Na njia nzuri ni kupokea imamu wa zama hii na kufuata nasaha zake zote. नूर फिरासत को बढ़ाने Ikiwa wanafanya hivi, basi watapata mafanikio. के बावजूद Mwenyezi mungu afanye na ajalie kwamba watu wa kawaida pia waongeze करने वाले nuru yao, को चाहे वो उलमा में na badala ya kuwafuata से हों, maulamaa kwa kufunga macho, अल्लाह करे कि हम जैसा कि मुस्लिम मौद ने wasiwafuate. एक खूबसूरत इस्लाम Mwenyezi mungu atujalie kwamba kama aliyosema hazrat muslim maud radiallahu taala anhu एक हाल है kwamba दुनिया को tuweze kuona islamistan hapa duniani. चला जाए। Hii ndiyo एक जनाजा ni njia moja ya kuokoa dunia hii katika ufisadi. Mwenyezi mungu ajalie dunia hii ipate akili. नहीं रहे। Leo tena nitaswalisha jeneza moja, निज़म शेख मुसव्वर अहमद nitaswalisha baada ya swala. मुकरम शेख नसीर Mimi nitaenda nje ya misikiti na nyinyi mubaki hapa msikitini. 2012 jeneza hii ni ya shekh musawar ahmad saheb, mtoto wa shekh nasir ahmad saheb. Tarehe 14 wa Februari 2012, baada ya kupata maradhi kidogo, alifariki katika umri wa miaka 25. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. लिंगम जमात में Alikuwa na maradhi fulani ambayo kwa sababu ya maradhi hii viungo vinaendelea kupoteza nguvu. मुकम्मल करते थे। Pamoja na hii kwamba alikuwa malemau, lakini aliitumikia jumuiya. Wakati wote alipopewa kazi ya jumuiya alikuwa akifanya kazi ile vizuri. Alikuwa akitumia wheelchair
lakini alikuwa akifanya kazi kwa bidii sana. Alikuwa akishiriki katika michango na katika mipango mingine ya jumuiya. Alikuwa mtu mwema और ज़हीन और काबिल थे, बावजूद मजदूरी के na alikuwa akipenda sana uhalifa और तरक्की करते हुए na alikuwa mwenye akili sana. Pamoja na hii kwamba alikuwa walemavu, lakini alikuwa akifanya kazi katika benki kama ni vice president wa benki, na maofisa walikuwa furaha sana kwa sababu ya kazi yake. Ameacha wazazi na ndugu mmoja. Yule ndugu pia ni mgonjwa, yeye pia na maradhi kama yeye alikuwa nayo. पोता और नवासा भी अशद ख्याल है Huyo mtoto alikuwa फरमाए और अपनी रजा के जुनून mjukuu wa ndugu wa Sheikh Mubarak Ahmad Saheb. Mwenyezi Mungu amghofirie na aiweke roho yake mahala pema na awapatie subra wazazi na watu wengine wa familia. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.